Hujambo na karibu katika Genesis hadi Ufunuo, kipengele cha 19. Leo tunasonga mbele katika kitabu cha Mwanzo sura ya 25 aya 19 hadi 34, tunaposoma kuhusu Yakobo na Esau. Hadithi hii inaonyesha jinsi Mungu anavyofanya kazi kwa njia zisizo za kawaida, akichagua mtoto mdogo badala ya mkubwa. Tutaona jinsi mapacha hawa walivyoanza vita tumboni na jinsi mmoja wao alivyouza haki yake ya uzaliwa wa kwanza kwa sahani ya mchuzi. Hii ni hadithi ya uchaguzi wa Mungu, ya uvumilivu katika maombi na ya hatari za kudhamini mambo ya ulimwengu kuliko baraka za kiroho. Tusome Mwanzo 25 aya 19 hadi 34. Hii ni kizazi cha Isaki mwana wa Abrahamu. Isaki alikuwa na umri wa miaka 40 alipomua Rebeka. Na Isaki akamwomba Bwana kwa ajili ya mkewe, kwa sababu alikuwa mgumba. Bwana akamuitikia, na Rebeka mkewe akapata mimba. Watoto wakajipigana tumboni mwake. Bwana akamwambia, mataifa mawili yamo tumboni mwako, makabila mawili yatatengana kutoka tumboni mwako, kabila moja litakuwa na nguvu kuliko lingine, na mkubwa atamtumikia mdogo. Wakati ulipofika wa kuzaa, tazama, walikuwepo mapacha tumboni mwake. Wa kwanza akatoka mwekundu wote, kama vazi la manyoya, wakamwita jina lake Esau. Baada yake akatoka ndugu yake, mkono wake ukiwa umemshika Esau kidole cha mguu, akaitwa jina lake Yakobo. Kuna mambo mengi muhimu tunayokosa katika hadithi hii. Kwanza, Rebeka alikuwa mgumba kwa miaka 20, hali sawa na nyanyake Sara. Hii inaonyesha ni jinsi gani Mungu anavyofanya kazi kwa wakati wake mwenyewe. Pili, maandiko yanasema watoto walipigana tumboni. Neno hili la Kiebrania linamaanisha mgogoro mkuu, si mchezo tu. Huu ulikuwa ni ugomvi wa maisha yote ulioanza kabla ya kuzaliwa. Tatu, jina Yakobo linamaanisha ashukaye kidole cha mguu au apigaye na makucha, jina lililotabiri mazito yatakayokuja. 4. Esau aliitwa Edomu baada ya mchuzi mwekundu, jina lililotokeza taifa la Edomu, maadui wa Israeli. Katika fungu hili tunaona mabadiliko makubwa ya kiteolojia. Kwanza, uchaguzi wa Mungu. Mungu hakuchagua kwa mujibu wa utamaduni wa binadamu, si mkubwa, si mwenye nguvu, lakini mdogo. Hii inaonyesha mipango ya Mungu haiko chini ya sheria za kibinadamu. Pili, maombi ya Isaki. Yeye hakuacha, bali aliendelea kuomba kwa miaka 20. Hii ni mfano wa uvumilivu katika dua. Tatu, ufunuo wa Rebeka. Mungu alimpa ufunuo moja kwa moja, kuonyesha kwamba alifuata mipango yake, si mapendeleo ya mwanamke. 4. Mchuzi dhidi ya haki. Esau alidhamini chakula cha dakika chache kuliko baraka za milele. Hii ni taswira ya jinsi binadamu wanavyouza vitu vya thamani kwa raha za muda mfupi. Wanyamapori waliangalia matukio haya kwa mshangao na huzuni. Naona jambo lisiloeleweka. Huyu kijana Esau amepewa haki ya uzaliwa wa kwanza, baraka kubwa. Lakini anaitupa kwa mchuzi wa maharagwe. Kutoka anga anajionea kila kitu. Mungu amemwonyesha Rebeka kwamba mdogo atamtawala mkubwa. Lakini wao hawajui mipango yake. Sisi hatutaki kula isipokuwa tukiwa na njaa kali. Lakini huyu binadamu anauza kila kitu kwa chakula cha dakika moja tu. Ni aibu. Kama watu wanajua jinsi Mungu anavyowabariki, je, hawangeweza kusubiri na kumwamini? Hii ndiyo sababu tunaomboleza kama inavyosemwa katika Warumi 8. Uumbaji wote unaomboleza kwa sababu ya dhambi za binadamu. Tutafute mafunzo ya vitendo kutoka katika hadithi hii. Kwanza, tusiuze baraka za kiroho kwa raha za muda mfupi. Esau alidhamini chakula cha dakika chache kuliko haki ya uzaliwa wa kwanza. Tunaweza kufanya hivyo hivyo wakati tunapochagua dhambi badala ya uongozi wa Mungu. Pili, tuombe kwa uvumilivu kama Isaki. Yeye aliomba kwa miaka 20 kabla ya kupata jibu. Imani yetu lazima iwe na uvumilivu. Tatu, tumwamini Mungu hata maongozi yake yasipoelewa. Alimchagua Yakobo, si Esau, kwa sababu zake mwenyewe. Mipango yake ni mizuri kuliko yetu. 4, tujue thamani ya ahadi za Mungu. Ziko muhimu kuliko mahitaji yetu ya kimwili ya leo. Tuombe pamoja. Baba wa anga, tunakushukuru kwa mfano wa Isaki, mtu aliyeomba kwa uvumilivu. Tunaomba utupe imani ya kusubiri wakati wako, hata kama ni miaka mingi. Tusaidie tusiuze baraka zako za kiroho kwa raha za muda mfupi. Tufundishe kudhamini ahadi zako kuliko mahitaji ya kimwili.
Kama ulivyomchagua Yakobo, unatuchagua sisi kupitia Yesu Kristo. Tusaidie kuishi kwa njia inayokufaa. Tuombe kwa jina la Yesu, amina. Jiandikishe kwa maudhui zaidi ya kusoma Biblia.